anna alamata saada, na zile alama ambazo kwamba ni za watu wema ziko 11. Kwanza kabisa, antakuna zahidan fi dunya, ni kuwa na zuhudi, ni mtu awe na zuhudi, yani aipende akhira kuliko dunia. Waraqiba fil akhira, na aipende akhira zaidi. Hiyo ni alama ya mtu mwema. Ukiona mtu anaipenda akhira na akawa ameipa mgongo, ameipa maungo dunia, basi ni alama moja miongoni mwa watu ambao kwamba ni watu wema. Na alama ya pili, antakuna himmatuhu fil ibada wa tilawati alquran, ni mtu awe na hamu, yani hamu yake yeye ni kutekeleza ibada, yani yeye yuko katika ibada na kuisoma Qur'ani kwa wingi. Ukiona mtu ameshikamana na ibadat na akawa yaisoma Qur'ani, basi tambua kwamba mtu kama huyu ni miongoni mwa watu ambao kwamba ni wema. An yakuna qalila alqawli fima la yahtaju ilayhi, alama nyingine ya mtu mwema ni kuwa mchache wa mazungumzo, maneno katika mambo ambayo kwamba la yahtaju ile, yani hakuna mahitaji yoyote ya kuzungumza, hakuna umuhimu wa wewe kuzungumza. Warabi'a, an yakuna muhafidhan ala salawati alkhams, alama nyingine ni mtu kushikamana na swala tano, kuzihifadhi zile swala tano. Si kwamba kwa siku utaswali pengine swala moja ama swala mbili, uzihifadhi, bimaana hizi swala uziswali zote tena kwa wakati wake. Hiyo ni alama ya mtu mwema. Na alama nyingine ya tano, an yakuna wari'an fima qalla au kathura min alharami washubuhat, ni kuwa mwenye kujichunga fima qalla, kwa kitu ambacho kwamba ni kichache, au kathura, ama ni kingi, min alharami, kutokamana na haramu. Usione kwamba ni kitu kidogo hiki, yani wajua kwamba ni haramu, lakini sema ni kidogo, hakiwezi kunidhuru, ukawa ni mwenye kutekeleza kitu kama kile kwa sababu ni kitu au ni jambo dogo. Maadamu ni haramu, basi uwe ni mwenye kujiepusha na jambo kama lile. Washubuhat, na pia mambo ya shubha, ikiwa uko na shaka, basi epukana na mambo kama yale. Wasadisa, an yakuna suhbatuhu min as-salihin, ni mtu kusuhubiana na watu ambao kwamba ni watu wema, wafanye marafiki wale watu ambao kwamba ni wema. Wasadisa, an yakuna mutawadhi'an ghaira mutakabbirin, ni kuwa mnyenyekevu, usiwe ni mtu ambaye kwamba ni mwenye kujitukuza ukajiona kwamba wewe ni mkubwa. Kuwa mnyenyekevu. Kwa watu sampuli kama hii, watu wenye atawadhu, ni watu ambao kwamba ni waja wema. Vile vile, an yakuna sakhiyan karima,
ni uwe mpaji, tena mpole, mkarimu. Hizi ni alama za watu wema. Wa an yakuna rahiman bima khalaqa Allahu ta'ala, na pia uwe ni mwenye huruma kwa kiumbe cha Allah subhanahu wa ta'ala. Na tunaposema kiumbe cha Allah, hata mdudu pia ni kiumbe cha nani? Cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo pia kwa wadudu pia uwe na huruma, kwa binadamu uwe na huruma, na wanyama pia uwe na huruma nao. An yakuna qani'an lilkhalqi, vile vile uwe ni mwenye kutosheka na viumbe, kile ambacho kwamba Mwenyezi Mungu amekujalia kwa nacho, basi utosheke na hicho. Usiwe na ile ya kwamba mwenzako amepata kitu ambacho kwamba wewe huna, basi ukawa na ile tamaa na wewe wataka upate kama alivyopata yeye. Kile ambacho kwamba Mwenyezi Mungu amekujalia, basi utosheke nacho. Na jambo la mwisho, an yakuna dhakiran lilmauti kathiran, ni kuwa mwenye kukumbuka umauti kwa sana. Kila unapokaa uwe unakumbuka kwamba ipo siku utaondoka katika ardhi kama hii. Kwa hivyo haya ambayo kwamba nimekwenda kuyataja ni alamati ambazo kwamba ni za watu waliowema. Vile vile tukija katika alama za ashaqawa, nazo pia ni 11. Ya kwanza, an yakuna harisan ala jam'i almal, ni kuwa mwenye pupa, kupapia kukusanya mali. Ukiona mtu mwenye tabia kama hii ya pupa ya kukusanya mali, basi ni alama ambayo kwamba si nzuri. Antakuna himmatuhu fi shahawati, na alama nyingine ni kuwa mtu ile hamu yake yeye katika ashahawati, matamanio, starehe, waladhati dunia, na ladha za kidunia, kupenda starehe sana, basi ni alama ambayo kwamba miongoni mwa watu waovu. Wa thalitha, an yakuna fahishan fil qawli wa miktharan lilghiba, an yakuna fahishan ni mtu kuwa muovu, fil qawli, katika maneno, yani yale mazungumzo yake ni ya si mazungumzo mazuri, pengine ni matusi. Wa mikthara lilghiba, na kukithirisha kule kusengenya. Ukiona mtu sampuli hii, basi ni mtu ambaye kwamba ni mwovu. Na ukiwa na tabia kama hizi ambazo kwamba twazieleza, unayo nafasi ya kuweza kujibadilisha, kwa sababu sisi twaelezana pale ambapo kwamba tumekosea ili tuweze kujirekebisha. Alama ya 4, an yakuna mutahawina bisalawati alkhamsi, ni mtu kuwa ni mwenye kudharau swala 5, mwenye kupuuza swala 5 akawa haswali. Kwa mtu sampuli kama hii ya kupuuza swala, basi ni mtu ambaye kwamba ni muovu. An takuna suhbatuhu ma'a alfujar, na mtu kupenda au kuwa na marafiki
na wale watu ambao kwamba ni waovu, watu ambao kwamba ni wabaya, yeye ndo marafiki zake. Ukiona mtu sampuli kama hii, marafiki zake ni watu ambao kwamba ni waovu, ni watu ambao kwamba ni wahuni, hii ni alama ya mtu mwovu. Na alama nyingine, ayakuna sayyi al-khulqi, mtu kuwa na tabia ambayo kwamba si nzuri. Wa ayakuna fakhuran, na mtu kuwa ni mwenye kujifakhiri, yani ukawa jifakhiri mbele ya watu, hii ni alama ambayo kwamba pia si nzuri. Wa ayakuna mani'a limanfaati nnas, na mtu kuwa ni mwenye kuzuia kitu ambacho kwamba kina manufaa kwa watu. Tuseme mathalan, amekuja mtu akashimba kisima kama kile kikawa ni Waislamu wanachota bure, Waislamu na wasiokuwa Waislamu wanasaidika kutokamana na kisima kama kile. Lakini atokee mtu ikawa inamuuma kwa nini watu wanachota bure katika kisima kama kile, basi atumie uhasidi kwenda kukiharibu kisima kile ili watu wasipate. Hii ni alama ambayo kwamba ni mtu mwovu. Vile vile ayakuna qalila almarhamati lilmu'minina, kuwa mchache wa huruma kwa Waislamu ama kwa waumini. Ikiwa huna huruma na Waislamu, huna huruma na waumini ama ndugu zako, basi hii ni dalili ya kwamba wewe ni mtu mwovu. Na mwisho kabisa, ayakuna nasiyan lilmaut, kuwa yani mtu mwenye kusahau kwamba kuna kufa katika mgongo huu wa ardhi. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam pia amesema kwamba alama za watu waovu, yeye amekwenda kutaja alama 4. Akasema alama ya kwanza ni nisyanu adh-dhunubi al-madhiya, ni mtu kusahau madhambi aliyoyafanya, yani madhambi ambayo kwamba aliyafanya nyuma akawa ameyasahau. Wahiya inda Allahi mahfudhatun, wakati mbele ya Mwenyezi Mungu maasi kama haya ambayo kwamba amekwenda kuyatekeleza yamekwenda kuhifadhiwa. Wa dhikru alhasanati almadhiya, na kukumbuka au kutaja yale mema ambayo kwamba aliyafanya masiku yaliyopita, yani yale maovu ameyasahau, lakini akawa anayakumbuka mema ambayo kwamba aliyafanya. Wala yadri aqbilat am ruddat, wala hajui ya kwamba hayo mema aliyoyafanya, je, yamekubaliwa ama hayakukubaliwa, lakini akawa anayakumbuka. Wanadharu ila man fawqahu fi dunya, pia Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, na kuangalia ila man fawqahu, kwa yule ambaye kwamba yuko juu yako, fi dunya, lakini katika kidunia, mambo ya kiduniani, kwa muangalia yule aliyoko juu. Wanadharu ila man dunahu fi din, na ukawa mtizama yule ambaye kwamba yuko chini yako kidini. Hii ni alama ya watu ambao kwamba ni waovu. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu,
Tumeeleza haya ili tufuate ile njia ambayo kwamba iko sawa, tuwe miongoni mwa watu wema, kwa sababu mtu atakapokuwa ni muovu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekwenda kumwandalia adhabu, na miongoni mwa adhabu ambazo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekwenda kuziandaa, Mwenyezi Mungu atakwenda kuwasalitisha ama kuwapelekea njaa wale watu ambao kwamba ni waovu ama watu wa motoni. Yakunu alaihim ashadda min sairi aladhabi fayabkun, na itakuwa ni adhabu kubwa miongoni mwa zile adhabu ambazo kwamba watapatiwa. Fayabkuna, watakuwa ni wenye kulia. Wayatlubuna taama, na watakuwa wanahitajia chakula kwa njaa ambayo kwamba wanaihisi. Fatut'imuhum azzabaniya, malaika atawaletea chakula na kuwalisha. Dhari'an, dhari'an ni tunda ambalo kwamba limezungukwa na miba kwa nje. Sasa chakula kama hiki ndio watakuwa wanapewa watu kama hawa. Idha akalahu aljamal yaqifu fi hulqumihim, tunda ambalo kwamba ngamia anapolila chakula kama kile ama tunda kama lile, huwa linakwenda kukwama katika koo yake. Sasa chakula kama hiki watapewa hawa watu wa motoni. Fayatlubuna ma'an, na watakuwa ni wenye kuhitajia maji, kwa sababu chakula kile walichokula kina miba na kimekwama pengine katika koo, watahitajia maji. Fayatuna bimashrabatin min ma'in hamimin, kwa kuwa wao wamehitajia maji, wataletwa maji ya moto. Idha qarabu almashraba ila afwahihim, watakapokuwa wamekurubisha ile maji katika vifua vyao. Taqau luhuma wujuhihim, yani hizi nyama za usoni mwao zitakuwa ni zenye kuchanika. Min shiddati hararati dhalika alma, hii ni kwa sababu ya ukali wa joto kutokamana na yale maji. Nyama za kwenye uso zinakuwa ni zenye kudondoka na kuingia katika maji kama yale. Faidha sharibu qat'at am'aahum fi butunihim, na watakapokuwa wamekunywa maji yale ambayo kwamba ni ya moto, matumbo yao yatakuwa ni yenye kukatika. Fandhuruna wayatadarrauna ila azzabaniya, watakuwa wakitizama na kumnyenyekea azzabaniya, huyu ni malaika. Fataqulu azzabaniya, aseme azzabaniya kuambia, alam ya'tikum nadhirun fi dunya, kwani hakuajilieni muonyaji katika dunia? Faqulun bala, waseme ndio, walakin lam nasma kalama ar-rusul, hatukusikia. Amekuja muonyaji ama wamekuja waonyaji, lakini hatukuweza kusikia maneno ya manabii. Wala nusaddiquhum, wala hatukuwasadikisha. Fataqulu zabani al'an, az-zabani aseme ndo sasa.
la yufidukumul jaza'u, haitowafaidisha nyinyi kule kufadhaika kwenu, hakutowafaidisha na kitu chochote. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, ili kuepukana na adhabu kama hizi, ni sisi tujibidiishe tuwe miongoni mwa watu wema, kwa sababu watu wema wao wataingizwa katika pepo, na pepo ndani yake kuna neema nyingi ambazo kwamba Mwenyezi Mungu atakwenda kuwanemesha. Kwa haya machache, Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wa ila huna aqul lakum wassalamu alaykum wal afwa minkum.